Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Ndugu mpendwa mfuatiliaji wa chaneli hii ya Yosia TV, ninakusalimu kwa jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai mahali popote pale ulipo. Ninamtukuza Mungu wa Israeli ambaye ameweza kutupea kibali siku hii ya leo. Tumeweza kukutana tena katika mafundisho ya tafsiri za ndoto na maana zake. Ndoto za leo ambazo nimekuletea kwa msaada wa Bwana ni pale ambapo ukawa umelala usiku, alafu ukaota ndoto unakimbizwa na kichaa, unakimbizwa na mwenda wazimu. Kiota ndoto unakimbizwa au unafukuzwa na mtu ambaye ni kichaa au na mtu ambaye ni mwenda wazimu kwenye ndoto, hiyo inakuwa ina maana nzuri. Maana yake ni kwamba unajulishwa ulimwengu wa roho kuwa hatari inakuja mbele yako. Kiota ndoto unafukuzwa na mtu ambaye ni mwenda wazimu au mtu ambaye ni kichaa. Sasa ishara za namna hiyo unapokuwa unaziona kwenye ndoto yako, usione ni hali ya kawaida. Maana yake ni Roho Mtakatifu mwenyewe anataka apambane na watesi wako, anajaribu kukufunulia kile ambacho kinaendelea. Kwa kiota ndoto za namna hiyo, my friend, usione ni ndoto za kawaida. Simama sana kwenye maombi, vunja, haribu, teketeza, angamiza kila njama za uovu walizokupangia, kwa sababu umemuona kichaa na kukimbiza kwenye ndoto zako. Kwa ishara za namna hiyo zinakuwa hazina maana nzuri. Simama sana kwenye maombi. Lakini ndoto nyingine ni pale ambapo kaota ndoto mwenda wazimu anakung'ata au kichaa anakung'ata kwenye mwili wako, aidha kwenye mkono, kwenye mguu, kwenye paja, kwenye goti, kwenye mgongo. Kaona unang'atwa na kichaa, amekung'ata kweli kweli. Sasa kiota ndoto ya namna hiyo, kuona umeng'atwa na kichaa, ni alama ya kupenyezewa sumu kwenye afya yako. Maana yake kuna sumu ambayo inakuwa inaingia, inataka kuleta madhara ya roho yako, inataka kuleta madhara ya mwili wako. Pale ambapo kaoteshwa ndoto ya namna hiyo, kumuona tunasema mtu ambaye ni kichaa aliyerukwa na akili, ukaona na kung'ata kwenye mwili wako, inakuwa ina maana nzuri. Maana yake ni Roho Mtakatifu anajaribu kukufunulia mpango mbaya wa uovu ambao unaendelea. Inatakiwa usimame nao sana kwenye maombi na Bwana atakusaidia. Kwa ukiota ndoto za namna hiyo, my friend, usione ni ndoto ya kawaida. Simama sana kwenye maombi, pambana na hizo roho, vunja hizo roho, ziharibu hizo roho, zikatae, zisambaratishe hizo roho, na Bwana atakubariki sana. Ukiotesha ndoto za namna hiyo, usione ni ndoto za kawaida. Wapo watu waliodharau ndoto za namna hiyo, wakajikuta hatima zao na maisha yao yameharibika kwa uzembe wa kudharau ndoto. Kwa hiyo ukioteshwa ndoto za namna hiyo, endelea kusimama kwenye maombi na Bwana atakusaidia. Mungu akutunze, Mungu akubariki. Tunaongelea kwamba jambo la kuzingatia unapokuwa unaota hizo ndoto, simama kwenye maombi. Narudia tena, simama kwenye maombi. Wapo watu walioteshwa ndoto, wakadharau ndoto, wakajikuta hatima zao zimetoka na kuharibiwa. Mungu akutunze. Jambo la kuzingatia, usisahau kusubscribe channel yetu hii. Lakini ukihitaji msaada wa kiroho katika madhabahu yetu tukufu, namba zetu za WhatsApp ziko hapo. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana.